Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Taarifa yetu kuu usiku huu. Umoja wa Mataifa umeitaka Tanzania kuchunguza mauaji ya siku ya uchaguzi, huku ukitaka vigogo wote wa upinzani waliokamatwa, akiwemo Tundu Lissu, waachiliwe bila masharti. Kamishna mkuu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameitaka Tanzania kufanya uchunguzi wa kina kuhusu mauaji na ukiukwaji wa haki za kibinadamu wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29. Tume hiyo imetaja ripoti kwamba mamia ya waandamanaji na raia wengine waliuawa na miili yao kupelekwa kwenye maeneo yasiyojulikana na vikosi vya usalama. Turk pia ameitaka kuachiliwa mara moja bila masharti yoyote kwa vigogo wote wa upinzani waliokamatwa, wakiwemo kiongozi wa Chadema Tundu Lissu na wengine waliowekwa kizuizini tangu siku ya uchaguzi. Huyo hapa Saif Magango, msemaji wa Tume ya Haki za Kibinadamu wa Umoja wa Mataifa. Kuna ripoti za kutia wasiwasi kwamba mamia ya waandamanaji na watu wengine wameuawa, huku idadi isiyojulikana ya watu wakijeruhiwa au kukamatwa. Pia kuna taarifa kwamba vikosi vya usalama vimeonekana vikiondoa miili mitaani na hospitalini na kuichukua katika maeneo yasiyojulikana, kana kuwa ni jaribio la kuficha ushahidi. Tunatoa wito wa dhati kwa mamlaka za Tanzania kutoa taarifa kuhusu hatima na mahali walipo wote waliopotea na kukabidhi miili ya waliouawa kwa familia zao ili wapate mazishi yenye heshima. Viongozi wote wa upinzani waliokamatwa kabla ya uchaguzi, wakiwemo kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu na watu wengine waliokamatwa kiholela tangu siku ya uchaguzi, lazima waachiliwe mara moja bila masharti. Wale wote waliokamatwa au kuwekwa kizuizini kwa mashtaka ya jinai wanapaswa kufikishwa haraka mbele ya hakimu na wapewe haki ya kupinga uhalali wa kizuizi chao ipasavyo. Wakati hayo yakijiri, naibu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema John Heche ameitaka serikali ya nchi hiyo kuachilia huru watu wote waliokamatwa kwa kufanya maandamano wakati wa uchaguzi mkuu nchini humo. Akizungumza siku moja tu baada ya kuachiliwa kwa dhamana, Heche amesema hakuna mazungumzo yoyote yaliyofanyika kuhusu kuachiliwa kwake na viongozi wengine wa chama hicho. Kama tulivyokamatwa ndivyo tulivyoachiwa. Hakuna mazungumzo yoyote tuliyofanya na mtu yoyote. Nataka hili liwe very clear kwenye public, kwa sababu watu wasilete propaganda kwamba tumeachiwa kwa makubaliano fulani. Hatuna makubaliano tulioachiwa nayo. Bado sisi ni watu tunaamini ni innocent, na tunataka watu wengine wote wanaoshikiliwa kinyume cha utaratibu waachiwe, waende kwenye familia zao. Lakini tunaitaka pia serikali iruhusu watu wachukue ndugu zao, wapate familia ya ndugu zao, wawazike kiafrika kama tunavyojua, kitamaduni, kiafrika, kidini kama tunavyojua. Wasiendeleze maumivu kwa familia ambazo zimepoteza ndugu zao. Wakati huo mahakama nchini Tanzania itatoa uamuzi kuhusu uhalali wa mashtaka ya uhaini yanayomkabili mfanyabiashara Jennifer Novin almaarufu kama Nifa pamoja na wenzake wiki mbili zijazo. Vijana hao walikamatwa kuhusiana na maandamano ya kupinga uchaguzi nchini Tanzania. Huyu hapa wakili wao Peter Kibatala. Kwa mahakama imeretire, itakwenda kujadili hoja za uhalali wa hati ya mashtaka. Narudia tena hoja ya kwamba Nifa pamoja na Strong ICAM pamoja na wenzake 20 wakapatiwa matibabu, hiyo haina mjadala. Mahakama ilishatoa maelekezo kwamba waende wakafanyiwe uchunguzi wa kitabibu na ripoti ije iwe sehemu ya mwenendo wa kesi. Hilo lenyewe tumekumbusha mahakama kwamba ilishafanya uamuzi kwenye hilo. Kwa hiyo mahakama itatoa uamuzi kuhusiana na iwapo hayo mashtaka ya uhaini ni halali au sio halali mbele ya mahakama. Itatoa uamuzi huo mnamo tarehe 25 mwezi Novemba saa 5 asubuhi. Kwa basi tutafika mahakamani, na kama mahakama itaona imekubana hoja zetu kwa kiwango gani, basi tutapokea uamuzi na tutajua jinsi gani ya kufanyia kazi. Leo Nifa, Strong ICAM pamoja na wenzao 20 hawakufikishwa mahakamani. Wameshiriki kwa njia ya mtandao, virtual tunasema, nafikiri mliwaona pale. Kwa hiyo lakini wameshuhudia kinachofanyika kwa niaba yao, na naamini wameridhika at least kwa hatua hii.
Sasa tusalie nchini Tanzania ambapo bunge la 13 limeanza vikao rasmi mjini Dodoma ambapo wabunge wameapishwa ili kuanza kutekeleza majukumu yao rasmi. Bunge la sasa litakuwa na spika mpya baada ya mbunge wa Ilala Musa Azan Zungu kuchaguliwa kuchukua wadhifa uliokuwa ukishikiliwa na Dr. Tulia Ackson katika bunge la 12. Dr. Ackson alijiondoa katika kinyang'anyiro hicho kwa sababu ambazo hazikuwekwa wazi. Na kama anavyoripoti mwandishi wetu Leila Mohamed, chama cha upinzani ACT Wazalendo kimesisitiza kwamba kitatetea waathiriwa wa machafuko ya wakati wa uchaguzi kuhakikisha wamepata haki za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wiki moja baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuapishwa na kuanza kutekeleza majukumu yake rasmi katika awamu yake ya pili ya uongozi nchini Tanzania, wajumbe waliochaguliwa kuwakilisha mahitaji ya raia walifika katika majengo ya bunge Dodoma ili kuapishwa na kuanza kazi rasmi. Lakini shughuli ya kwanza ikawa ni kumchagua spika atakayesimamia vikao vya bunge na kuongoza mojawapo ya matawi matatu muhimu ya uongozi wa nchi. Musa Azan Zungu, ambaye alionekana kuwa na ushawishi mkubwa miongoni mwa wabunge wenzake, aliibuka kidedea akiwa na kura 348 kati ya kura 383. Spika Zungu akiahidi kuwatumikia Watanzania wote bila ya kujali wanaunga mkono chama kipi. Serikali chini ya Mheshimiwa Rais Samia kwa unyenyekevu mkubwa wametoa dira ya taifa ya 2025-2050. Dira hii inataka isimamiwe vizuri na bunge hili kuisaidia serikali malengo yake ya ustawi wa jamii kwenye afya, miundombinu, elimu na amani na ulinzi wa taifa letu viweze kutekelezwa. Vikao vya bunge vimeanza katika kipindi ambacho taifa limeshuhudia uchaguzi uliokumbwa na maandamano yenye vurugu. Serikali kuu imetaja juhudi za kuleta maridhiano ya kitaifa. Wabunge hasa wa chama tawala CCM wanasema sasa ni wakati wa kuwajibikia majukumu yanayowakabili. Viongozi wakichaguliwa wanaangalia unawasaidiaje bila kujali chama chako. Wanataka uwakilishi na jinsi ambavyo michango yako bungeni itasaidia zaidi, kwa sababu watu wana kero nyingi. Na wewe kama mbunge ukitoa kero za wananchi kwenye bunge, wanakuamini zaidi. Wanasahau hata kama kulikuwa na uchaguzi, lakini wanaangalia sasa uwakilishi wako ukoje. Bunge la 13 litashuhudia idadi kubwa ya wawakilishi kutoka chama tawala cha CCM. Kati ya viti 272 vilivyopiganiwa ni viwili pekee ambavyo vilinyakuliwa na vyama vya upinzani. Chama cha ACT kimesema kwamba kinatarajia bunge ambalo litawatendea haki raia walioathirika na machafuko ya wakati wa uchaguzi. Bunge linaweza kurekebisha kasoro hizi kwa kuhakikisha kwamba tunaweka misingi madhubuti ya kisheria na kikatiba ili mambo yaliyojitokeza yasijitokeze tena. Sherehe ya ufunguzi rasmi wa bunge la 13 inatarajiwa kufanyika mwishoni mwa juma, ambapo Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan atatoa hotuba maalum ikieleza dira ya serikali kwa kipindi kijacho. Wengi watasubiri kuona mipango ya serikali kwa masuala muhimu kama vile uchumi, ajira, maendeleo ya kijamii na mageuzi ya kisera na kisiasa. Leila Mohamed, BBC, Dira ya Dunia. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea tuna ripoti maalum kutoka Johannesburg, Afrika Kusini kuhusu majumba yaliyotekwa na kundi la wahalifu.
Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Viongozi jijini Johannesburg, Afrika Kusini wanashinikiza mamlaka ya mji kuudhibiti huku wakijiandaa kuwa wenyeji wa mkutano wa kwanza wa kilele wa kundi la G20 barani Afrika. Mapema mwaka huu, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alilitaka jiji hilo kuchukua hatua ya kushughulikia ongezeko la majengo machafu ya makazi ambayo mengi yametekwa nyara na magenge ya uhalifu. Licha ya madai ya jiji hilo kuwa linachukua hatua kukabili uhalifu, mtu mmoja aliyekuwa mtekaji ameiambia BBC jinsi magenge yanavyowahonga maafisa wa jiji na polisi ili kudhibiti baadhi ya majengo. Ifuatayo ni taarifa ya Ayanda Shali ikiwasilishwa na Leila Mohamed. Karibu katika jumba la Vanin, jengo la makazi lililopo katikati mwa jiji la Johannesburg. Ukiangalia stakabadhi, jengo hili linamilikiwa na baraza la jiji, lakini makundi haramu ya watekaji nyara imeibuka ikikusanya kodi kwa niaba ya jiji. So you charge... Kwa hivyo unawatoza watu ada ya kuishi katika jengo hili? Hapana, kuna mtu mwingine anayekusanya pesa hizo. Mtu mwingine anayekusanya pesa ni nani? Jengo hili limetekwa nyara. Wakazi upatao 300 wa mji huu wametelekezwa na kulazimika kuishi katika hali mbaya. Eneo hili la chini ya ghorofa ambalo awali lilikuwa maegesho ya magari liko chini ya ngazi hizi, lakini hakuna mtu anayetaka kunipeleka huko. Kwa hivyo hii ni sehemu ya chini ya jengo hili. Kinyesi cha binadamu kinaendelea kujaza sehemu ya chini ya jengo. Unaweza hata kuona magari ya zamani yakiwa yamezama kiasi kwenye kinyesi. Kwa hivyo hiyo ndio harufu ninayoipata. Tumezoea harufu hiyo. Mapema mwaka huu, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alizungumzia utayari wa Johannesburg kwa mwenyeji wa mkutano wa G20. Alihimiza jiji kurejesha udhibiti wa majengo yake yaliyotelekezwa. Majengo haya yanapaswa kuchukuliwa, kugeuzwa na kuwa makazi ya watu kuishi. Lakini katika maeneo ya katikati mwa jiji pekee tumegundua zaidi ya majengo 100 ambayo hayatumiki. Kwa pamoja, majengo hayo yanakadiriwa kusitiri familia 10,000, ikiwa ni sehemu hatari za watekaji nyara. Lakini magenge haya yanawezaje kufanya kazi? Tuko njiani sasa kukutana na mtu anayesema kwamba alikuwa mtekaji nyara wa majengo. Hii ni mara ya kwanza kusimulia taarifa yake na amekubali kuzungumza nasi kwa sharti kwamba tufiche utambulisho wake. Ananiambia jinsi yeye na washirika wake wangeepuka kufukuzwa. Sauti yake imeigizwa na mwigizaji. Kuwa na uhusiano mzuri na baraza la jiji na polisi ni swala la pesa tu. Usipochukua pesa, ikiwa ni polisi, diwani au chochote kile, lazima afe. Wakati mwingine wanaweza kuwarudisha watoto nyumbani kwako kutoka shuleni. Wanaweza kuwachukua watoto wako kutoka shuleni na kuwaleta nyumbani? Ndiyo, na watakuangalia machoni na kusema, usifikiri huu ndio mwisho, huu ndio mwanzo tu. Ulihusika katika biashara ya dawa za kulevya. Pia ulihusika katika utekaji nyara wa majengo na ulisababisha mateso kwa watu wengi. Unajisikiaje kuhusu hilo? Ni jambo la kusikitisha kwangu kwa sababu wakati mwingine ninapolala naona watu walikufa katika majengo haya. Watu walipotea. Nasikitika sana kwa kuchukua mwelekeo mbaya maishani mwangu. Kwa sasa ameacha kufanya vitendo vya uhalifu. Polisi wa Johannesburg hawakujibu madai ya watekaji nyara wa zamani, lakini tuliweka madai ya ufisadi na vitisho dhidi ya maafisa kwa mamlaka ya jiji. Katika uchunguzi wetu, hatujapata ripoti zozote za kuonyesha ama kuashiria kwamba kunaweza kuwa na makosa yoyote. Katika baadhi ya majengo, baadhi ya mambo tunayoyaona huko yanatisha, lakini tutaimarisha na kukamilisha shughuli zetu. Mamlaka pia zinatuambia kuwa kuna bajeti ndogo ya kuhamishwa kwa watu. Katika kukabiliana na vikwazo hivyo vya kifedha pamoja na magenge ya uhalifu, wito wa rais wa kusafisha jiji kabla mkutano wa G20 kwa wengi unaonekana kama wito ambao utakuwa mgumu kutekeleza. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, makali ya njaa yazidi kuikabili Somalia huku kukatwa kwa misaada muhimu kukiathiri familia.
Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Sasa kama tulivyotaja hapo awali, bunge la 13 la Tanzania limeanza vikao vyake rasmi mjini Dodoma, ambapo wabunge wameapishwa ili kuanza kutekeleza majukumu yao rasmi. Bunge la sasa linakuwa na spika mpya baada ya mbunge wa Ilala Musa Azan Zungu kuchaguliwa kuchukua wadhifa uliokuwa ukishikiliwa hapo awali na Dr. Tulia Ackson katika bunge la 12. Swali ni bunge hili la 13 litakuwa la aina gani? Ili kupata majibu sasa tuungane mubashara na mchambuzi wa siasa Charles William, yuko studio zetu Dar es Salaam, Tanzania. William, umechukuliaje kwanza ufunguzi wa leo na uteuzi huu wa spika mpya? Ni uteuzi ambao ushindi wa mbunge wa Ilala Musa Azan Zungu ulikuwa umetarajiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu chama tawala, Chama cha Mapinduzi, kilipompitisha katika vikao vyake, na bunge lenyewe 98% ya wabunge wake ni wabunge kutoka Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kama wabunge wale walitoka kumchagua katika vikao vyao vya chama, manake hata jina lake lipoenda ndani ya bunge sasa, ili wabunge wa vyama vyote wapige kura, ulikuwa unatarajia kwamba angeweza kupata ushindi ambao umepatikana. Ni mambo gani ambayo bunge hili linapaswa vipatia vipaumbele katika vikao vya kwanza kabisa watakapoanza kuketi? Nafikiri bunge hili litakuwa linatoa mwelekeo, kwa sababu kilitazama ni bunge tunaweza tukasema bunge lenye wabunge wengi zaidi wa CCM kuliko bunge lolote ambalo tumewahi kuwa nalo hapa Tanzania tangu mfumo wa vyama vingi uanze mwaka 1995. Hili ndio bunge ambalo lina wabunge wengi zaidi wa chama tawala. Kitazama wabunge kutoka upinzani ni wabunge ambao takribani 11 tu. Kati ya wabunge zaidi ya 390, wabunge kutoka upinzani ni 11. Bunge lililopita lilikuwa na hali ya wabunge wengi wa CCM, lakini angalau kulikuwa ukijumlisha vile viti vyote ambavyo upinzani ulikuwa unatakiwa kupata kwenye bunge lililopita vilikuwa vinafika 28. Safari hii vimepungua zaidi na kubaki viti 11 tu kati ya viti zaidi ya 390 vya bunge. Kwa hiyo ni bunge ambalo linakuja katika kipindi ambacho nchi inaimba maridhiano, katika kipindi ambacho nchi inaimba katiba mpya, katika kipindi ambacho nchi inaimba kuhusu tume huru ya uchaguzi na mwelekeo mpya wa kisiasa, huku Rais Samia Suluhu Hassan akiwa ameahidi na serikali yake kwamba wataufanya mchakato wa maridhiano, na kwenye ilani ya chama tawala wakiwa wameahidi kuandika katiba mpya, na bunge hili aliepukiki kwenye uandishi wa katiba mpya. Sasa tutatazama kwamba itakuwa namna gani kwenye bunge hili ambalo 98% ya wabunge wake ni wabunge wa Chama cha Mapinduzi, lakini ndilo bunge ambalo linatarajiwa kwamba litatatua ama kutanzua mkwamo wa kisiasa, wa kikatiba na kisheria uliopo hapa nchini kwa sasa hivi, ambao unafanya kwa kweli Tanzania iwe kwenye hali ambayo haijawahi kuwepo kwenye siasa tangu tulipoanza mfumo wa vyama vingi hapa nchini. Charles, kwa kifupi tu, chama tawala CCM kama ulivyotaja kina wabunge wengi sana ndani ya bunge. Hii inatoa fursa gani au changamoto zipi katika ukuzi wa demokrasia nchini Tanzania? Katika ukuaji wa demokrasia, maana yake linaloweza kutarajiwa ni kwamba wazalishwe wapinzani kutoka ndani ya CCM. Kwa maana kwamba waibuke wabunge ambao ndani ya Chama cha Mapinduzi wabunge hao watakuwa vinara labda wa kusimamia ama kupinga baadhi ya mambo. Na imekuwa ni kawaida pale ambapo panakuwa pana uchache wa wabunge wa upinzani, wabunge waliopo ndani ya CCM baadhi yao huanza kuonekana kama wamekuwa wapinzani waliopo ndani ya CCM. Na zipo nyakati kadhaa, utakumbuka wakati tunaingia kwenye mfumo wa vyama vingi, miaka 5 ya mwisho kabla tujaanzisha mfumo wa vyama vingi, mambo yalivyokuwa yakienda ndani ya CCM, na kutokana na utofauti wa kifikra liliibuka kundi linaitwa G55 ambalo ni wabunge 55 wa CCM waliokuwa wakipingana na hali ya mambo na sera za CCM katika baadhi ya maeneo, likapaza sauti zao na kuwa na sauti yenye nguvu sana hilo kundi la G55, ingawa baadaye lilikuja kuzimwa na viongozi wa serikali pamoja na chama tawala. Lakini
hata bunge lilopita, baada ya kuonekana kwamba wapinzani ni wachache sana, walikuwepo wabunge wa CCM ambao walianza kuonekana wanaenda tofauti na misimamo ya chama chao, na baadhi yao ndio walikuja kuondoka kabisa Chama cha Mapinduzi. Baadhi yao walibaki, lakini hawakufanikiwa kupita katika mchakato wa ndani wa chama. Lakini katika mazingira ambayo chama tawala kina wabunge wengi sana, hoja kinzani zinatarajiwa pengine zitokee humo ndani yao kuliko nje ambako kuna sauti za watu 11 pekee. Shukran sana Charles William kwa tathmini hiyo ya kina. Tusonge mbele sasa. Somalia inakabiliwa na ongezeko la janga la njaa, ambapo takriban nusu ya watoto wote walio na umri wa chini ya miaka 5 wako hatarini kukumbwa na utapiamlo kufikia mwaka 2026. Katika kituo cha afya cha Esino mjini Bosaso, kinachohudumia mojawapo ya kambi kubwa zaidi za wakimbizi wa ndani katika eneo hilo, akina mama wanaoleta watoto wao waliodhoofika kwa matibabu ya kuokoa maisha. Hata wakati mwingine, wakati wahudumu wa afya wanapunguzwa na huduma muhimu karibu zisimame. Shirika la Save the Children limeonya kwamba bila msaada mpya kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, mamia ya maelfu ya watoto wanaweza kuachwa wakikabili njaa kali. Fardosa Hanshi ana ripoti hiyo. Ndani ya kituo hiki, mama wa watoto 7 anasubiri kwa wasiwasi watoto wake watibiwe. Kwa miaka mingi amekuwa akitegemea kituo hiki kupata chakula na dawa. Ninalea watoto 9 peke yangu, baadhi wanaugua utapia mlo. Sijui tungeishi vipi bila huduma za afya katika kituo hiki. Kupata mahitaji ya kawaida ya kila siku ni kama bahati tu. Kama unavyoona, kina mama na watoto walikuja kituo hiki kupata huduma za afya, kwa sababu kituo hiki kinahudumia kambi 16 za IDPs ambao wamekimbilia wakazi yao kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, migogoro na wapya waliohusili kutokana na kuwapigana yanayoendelea na ISIS huko Puntland. Nchini Somalia, karibu nusu ya watoto walio chini ya miaka 5 wako katika hatari ya utapiamlo. Mafuriko makubwa, ongezeko la bei za chakula na mzozo wa miaka mingi zimesababisha njaa kuongezeka kwa 30%. Hii ni kwa mujibu wa tathmini ya hivi karibuni ya Integrated Food Security Phase Classification. Kusema kweli, tunaishi kwa kutegemea biskuti. Zikiisha, hatuna chochote. Hatuwezi kumudu chakula chenye lishe, hata vitu rahisi kama vile maziwa au vitamini. Watoto wetu ni dhaifu na hili linavunja moyo wangu. Misaada ya kibinadamu ya kimataifa kwa Somalia imepungua kwa karibu 50% katika mwaka uliopita. Hii imesababisha kuongezeka kwa magonjwa na kufungwa kwa vituo vingi vya afya. Hali ya sasa ni kwamba tumefunga takribani vituo vya afya 124 vya kudumu na pia vile vinavyoweza kusafirishwa kutoka sehemu moja hadi nyingine. Bila vifaa na msaada wa ziada, huenda tukafunga zaidi ya vituo 200 kote Somalia. Somalia imekuwa katika hali kama hii hapo awali. Kwa zaidi ya muongo moja, nchi imekwama katika mzunguko wa ukame, vita na watu kuhamishwa makwao. Kila wakati haya yamefanyika, wananchi wameachwa wakiwa dhaifu zaidi kuliko awali. Hapa katika kituo pekee cha serikali katika eneo hili, watoto hulazwa kwa matibabu ya muda mrefu, lakini madaktari wanahofu dawa muhimu za kuokoa maisha zimeisha. Watoto wengi hapa hawapati chakula cha kutosha, hawapati dawa na hawapati usaidizi wa aina nyingine pia. Kitu pekee tunachoweza kutoa ni maziwa. Mbaya zaidi, tumekabiliwa na upungufu wa wafanyakazi ambao unafanya tushindwe kuendesha hospitali. Katika miezi michache ijayo, msaada unavyowezesha vituo hivi kuendelea kufanya kazi unaweza kusitishwa. Mashirika ya msaada yanaonya kwamba bila msaada mpya, Somalia inaweza kuingia tena katika janga la njaa, na waathiriwa wakubwa watakuwa ni akina mama na watoto.
Fardosa Hanshi, BBC, Bosaso. Taarifa hiyo ya Fardosa Hanshi kutoka Bosaso, Somalia. Ukitaka kuipata zaidi, unaweza tembelea ukurasa wetu wa interneti bbc.com/Swahili, ambapo kuna taarifa mbalimbali, makala za michezo, picha na video. Niseme shukran sana kwa wale wote waliofanikisha matangazo haya, akiwemo msimamizi wa matangazo haya Ahmed Bahaj. Panapo majaliwa yake Mola, tutakutana tena kesho. Mimi ni Ron Cliff Odit. Unaweza nifuatilia katika Facebook, X, Instagram na pia TikTok. Uwe na usiku usiokuwa na usumbufu wa mbu.